Karibu kwenye chumba cha VAR. Ni siku nyingine tena tamu adhimu na yenye ladha munakash kweli kweli. Mimi naitwa Saidi Tutu na hapa nipo na Golisin Muro. Mimi hupenda kumuita engine ya football. Bwana Muro, uko sawa sawa? Bwana Saidi, niko vizuri, namshukuru Mungu. Mambo mazuri Juu ya mstari. Juu ya mstari. Bwana Muro, tu hapa nataka tumzungumzie leo kwenye VAR, tumzungumzie Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanaimbwa sana hapa Tanzania, lakini Dar es Salaam Young Africans amekuwa ni nyota muhimu kweli kweli kwa upande wao. Naam. Amepenya moja kwa moja kwenye timu ya taifa manake pale Ivory Coast. Yes. Hii ina maana gani kwa Tanzania ukija kwa upande wa klabu na kwa mchezaji kiujumla? Na sababu zipi mpaka zikapelekea Pacome Zouzoua kupenya moja kwa moja? Kwa sababu tunajua Ivory Coast kupenya pale usoni kwa bara letu la Afrika sio rahisi hata kidogo. Ya, ni kweli umezungumza, taifa ambalo mara nyingi selection ya wachezaji kwenye kikosi cha taifa kwa maana Ivory Coast ama Cote d'Ivoire aka Tembo ama Kifaransa wanasema Elephant. Yes, sasa kupenya kwenye kikosi cha Elephant hasa ukiwa unacheza katika vilabu vya ligi za Kiafrika huwa ni ngumu sana, kwa sababu miongoni mwa mataifa ambayo yana wachezaji wengi sana nje ya bara la Afrika na wanaocheza kwenye viwango vya juu kwenye vilabu vyao ni timu ya taifa ya Ivory Coast. Kwa sababu zipi ambazo zimepelekea Pacome Zouzoua kupenya hapo? Yes. Tuanzie hapo bwana Muro. Sasa kwa hiyo ukiangalia ile profile yao wachezaji wakubwa inawezekana kuna wachezaji wengi sana ambao hawajaitwa nyakati hii za hivi karibuni, hao kina Wilfried Zaha lakini kwake yeye itakuwa ameangalia sana performance aliyokuwa nayo kuanzia msimu uliopita mpaka msimu huu. Ndio. Unajua huyo alitoka Ivory Coast pale ASEC kama MVP. Ndio. Yaani ndo alikuwa mchezaji bora wa msimu kuja Young Africans, akiwa amechukua tuzo baada ya Aziz Ki kuondoka. Ndio. Kama MVP msimu uliofuata Pacome alikuwa MVP. Most valuable player. Yes, na alipotoka Pacome kama mchezaji bora wa msimu akaja akachukua Jean Charles Ahoua wa Simba. Sasa utaona aliyefuata ndo Celestine Ekua. Kwa umeona wote ma MVP wanne wote wa Ivory Coast wamekuja katika ligi yetu. Ni fahari iliyoje bwana Muro. Tunaanza hapo kwanza, kigezo cha kwanza ma MVP wa timu wanaotoka tena kwenye timu kubwa kabisa pale Ivory Coast ya ASEC Mimosa ndio wanakuja kuitumikia ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa zile points za CAF. Hakika. Sio? Ndio. Sasa Pacome Zouzoua msimu uliopita alikuwa na msimu mzuri sana. Ndio. Ambao muendelezo wake umeanza tena msimu huu. Ndio. Utaona kuiwezesha Young Africans kuchukua ubingwa wa ligi pamoja na michuano ya FA kwa maana ya CRDB. Takwimu zake zilikuwa zinazungumza kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Unajua msimu uliopita alifunga mabao 10 kwenye msimu kama kiungo. Ndio. Lakini alipika mabao 12. Tunapozungumza kupika, anaweza kuwa alipika mabao mengi hata 40 ya msimu. Ndio. Lakini chances ambazo zilikonvertiwa kuwa mabao kwa pasi zake za assist zilikuwa ni 12. Ni wastani mzuri kweli kweli. Kwa hiyo ukichukua assist hizo 12 hapo ni mabao yalifungwa kupitia usaidizi wake. Ndio. Na mabao yake 10, maana kwenye ligi tu alikuwa na wastani, alikuwa na jumla ya uchangiaji wa mabao 22 kwenye msimu uliopita. Ndio. Ni takwimu ambayo kwenye ligi yoyote unayotumikia barani Afrika ndio miongoni mwa takwimu bora sana ambazo mchezaji anaweza kuwa nazo. Ndio. Sasa inawezekana baadhi ya nyakati ambazo amewahi kuitwa alikuwa akiitwa kwenye hii senior team ya ujumla ya wachezaji wa ndani na wa nje. Alikuwa anaishia tu kwenye kile kikosi cha provisional. Tunasemaga provisional squad. Kikosi kinaitwa hapa wachezaji 40 na kitu au hata 50. Unaanza kupitisha mchujo. Sasa ilikuwa ni ngumu yeye kutoboa, kwa sababu unaangalia tu eneo la analocheza yeye. Wamekamilika viungo wengi wa ndani na wa pembeni. Au kina Simon Adingra, kina Nicolas Pepe, unazungumza kula kina Wilfried Zaha wakati fulani. Jean Michel Seri eneo la kiungo, Frank Kessie, Ibrahima Sangare, mtu kama Seko Fofana. Hao ni viungo wengi ambao kwenye taifa tu la Ivory Coast wanacheza kwenye profile ya juu. Whether ni Saudi Arabia kwenye ligi za Asia, whether ni Ulaya. Sio? Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kumuona midfielder anacheza Afrika anapenya kwenye national team, kwa sababu hizo material tu ukizitaja zinazoitwa kwenye kikosi zote ukiangalia profile yake ni vilabu vizito duniani. Sivyo? Lakini this time unaona kina Frank Kessie hawa, kina Ibrahima Sangare wameitwa kwenye kikosi, kina Seko Fofana. Lakini yeye kile kitu alichokifanya msimu uliopita
kinaweza kuwa ni kimebeba ujumbe mkubwa sana kwa kocha Amos Faye. Kocha ambaye alirithi mikoba ya kocha aliyetangulia na baadaye akaenda kushinda ubingwa wa AFCON. Kwa kwake imekuwa ni maana kubwa sana. Imekuwa ni statement kwake, kwa sababu kubakia kwenye kikosi cha mwisho ambacho kinaelekea kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia mbele ya yale majina ya kina Sebastian Haller, kina Simon Adingra, sio masihara. Inawezekana Pacome alishaichezea national team kwa maana ile ngazi ya CHAN ya wachezaji wa ndani wakati wake akiwa ASEC, na unakumbuka ilikuwa ni CHAN 2022 ambayo ilifanyika 2023. Aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa hichi cha michuano ya CHAN, na mwalimu nakumbuka wakati huo alikuwa ni Swaliho Haidara ambao ndani yake walikuwa kina Karamoko William Sankara, alikuwa nafikiri kina Obakramo, Esis Aka, kundi la kina unamzungumza Yao Kwasi Atuhula alikuwemo kwenye kile kikosi. Kwa walikuwa na kikosi fulani ambacho kikitazama kwa pale Pacome alikuwa anaonekana vile senior na ni mchezaji mkubwa ndani ya kikosi, kwa sababu ilikuwa kinahusisha wachezaji wanaocheza tu ligi za ndani. Chani kama inavyokuwa. Achana na hii chani ya juzi. Lakini kwa hichi cha senior ilikuwa ni ngumu kumuona mchezaji wa ndani anapenya mbele ya wale miamba. Na haijaanza leo. Ivory Coast miaka nenda rudi ilikuwa ni ngumu kumpata mchezaji anayecheza ndani kuanza kwenye kikosi ama kuitwa kwenye kikosi. Imagine kuna wakati sawa Ivory Coast ile ambayo ilikuwa dume miaka kadhaa iliyopita, ulikuwa na kina Didier Drogba wale, una kina Emmanuel Eboué, Kolo Toure na mdogo wake Yaya Toure, una Didier Zokora, sijui una kina Lassina Traore wale, una Gavinho, una Salomon Kalou, Arthur Boka. Kwa wakati mmoja tu alishaikuwa na kikosi cha aina hiyo. Sio kama unaweza kanielewa. Hapo nakufahamu vizuri sana unanipata sawa. Kwa utaona katika nyakati tofauti tofauti hawa jamaa imekuwaga ni kawaida kwao. Kuwa na kikosi kizito ambacho players wao wanatoka barani. Imagine hata nyakati hizi ambazo unazungumza kikosi hichi sasa hivi. Imagine wale kina Odilon Kosunu, ma center back tu. Sawa? Wako ndani ya kikosi kina Evan Dika. Hao ni vilabu kama Bayer Leverkusen, AS Roma wako pale. Kwa hiyo inawezekana wanatazama pia ligi inayotoka katika zile ligi 5 bora barani Afrika kwa sasa. Kwa mujibu wa zile pointi zinazokusanywa na vilabu. Ligi yetu namba 5, lakini klabu yake inashiriki nini? Mara kwa mara inaendelea kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya Champions League. Na ni eneo kubwa ambalo mara nyingi makocha ya timu za taifa wanataka player anacheza hata michuano mikubwa. Nao yanafanya vyema. Kwa kama alijisaidia kwa kiasi kikubwa takriban mabao 22 msimu uliopita. At the same time timu yake iliishia hatua ya makundi, maana yake alishiriki michuano ya Champions League back to back msimu uliopita na msimu ujuzi, na bado ameendelea kufanya vyema hata mwanzoni mwa msimu. Sababu kikosi cha timu ya taifa waga kinaitwa according to current form. Wakati huo mambo yakoje? Na performance ya aina gani? Yes, amekuwa na performance nzuri kwa wakati huu. Kwa hiyo inamaanisha nini kwa klabu yake? Nafikiri bado inamaanisha pakubwa, kwa sababu moja kati ya vigezo hata vya kufanya biashara ya mchezaji ni pamoja na kuwa anapata caps kwenye national team. Sasa national team ya kiwango cha Ivory Coast ni miongoni mwa kitu cha ziada ambacho kinaenda kwa Young Africans. Kwamba anaweza akapenya. Young Africans, kumbuka hapo tayari wana majina ambayo yashapenya kwenye vikosi vya kutisha. Washaikuwa na Aziz Ki ambaye Burkina Faso timu dume ile anaitwa. Diarra huyo national team ya Mali anaitwa mara kwa mara. Hawa kina Job national team ya Tanzania. Washaikuwa na Aucho anaitwa national team ya Uganda. Washaikuwa na Prince Dube na wako naye mpaka sasa. National team ya Zimbabwe anaitwa. Pale Chad, taifa la Chad wako na Celeste kwa anaitwa mara kwa mara. Kwa utaona imekuwa ni desturi kwao kuendelea kutoa nyota ambao mara nyingi wana influence kubwa even katika timu zao za taifa. Sasa ndio maana utakuja kuona kuna mataifa akipatikana mchezaji ameitwa hata kwenye kikosi cha awali kabla ya mchujo. Kwao ni credit. Wewe imagine ile Kongo ilivyokuwa ina wachezaji wengi Ulaya. Max kwa ubora wake wote haitwi hata ile kikosi cha watu wengi kabla ya mchujo. Sio kama unaelewa vizuri. Shadrack Isakaboka pale kwenye fullback ya kushoto. Ukiangalia wana kina Arthur Masuaku kutoka Europe. Masuaku nimemwona sasa hivi yuko Sunderland. Kwa utaona kuna mataifa player wako akiitwa
hata kwenye kikosi tu cha awali. Ni jambo la kujivunia, ni credit kubwa kwa sababu ya performance aliyofanya. Lakini wakati mwingine nikwambie kitu, wakati mwingine ni mahusiano. Kocha ana mahusiano gani pia mazuri na ukuaji wa mchezaji. Ndio maana utakuwa unaona Kongo kuna wakati Sebastien Desabre anajua na kina Chancel Mbemba na kina Dylan Batudinsika kwenye center back. Lakini alikuwa anamuita Inonga na anazima vizuri. Alikuwa anamuita na Maele, anampa chance pia kucheza. Kwa hiyo pia mahusiano yaliyopo. Unakumbuka Senegal kuna wakati Pape Ousmane Sako aliitwa. Nakumbuka timu ina kina Mane hiyo. Ina kina Ismaila Sarr. Sasa wakati mwingine sio tu performance. Mahusiano pia. Yaani unajua football ya sasa hivi ina connection nyingi. Ndio. Kocha, mchezaji na plani ya muda mrefu ya mchezaji iko vipi. Okay. Lakini kwa Pacom ni habari ya performance ndani ya kiwanja. Ndio. Ni kitu ambacho kimeend kwa yeye kwenda kushare hotel, kwenda kushare dressing room, kwenda kushare uwanja wa mazoezi na wachezaji ambao ni kaliba ya kucheza barani Ulaya. Na ukumbuke pia Pacom alishazurura pia barani Ulaya. Yale ni mataifa ambayo players wao kwenda kujaribu bahati nje ya nchi huwa ni kawaida. Yaani ni kawaida kama vile Saidi Tuntu kutesti kama Mike zinapika au asipike. Mwanamuru unachokoza. Kwa hiyo itakuwa na maana kubwa sana kwenye ligi yetu Tanzania. Maana kubwa sana ya. Sababu moja kati ya vigezo vizuri kwenye hizi timu kubwa zinazoshiriki mashindano ya kimataifa za vilabu ni pamoja na uwe na squad ya wachezaji ambao at least wanapata caps kwenye timu zao za taifa. Sasa. Yes, yani ni level ya juu sana. Unakuwa na klabu ambayo wachezaji karibia 50% wanaitwa kwenye timu zao za taifa. Ndio maana ya ushindani. Utaenda kucheza na Ahad Mamelodi wakati wachezaji wako tu hata national team zao hawaitwi. Kwa utakuwa unaonekana klabu ya kawaida ndani ya mchezo. Hakika. Yes. Bwana Muro, tutataka tumalizie hapo. Umenena vizuri kabisa kuhusu Pacome Zouzoua na namna gani amekuwa na mchango kwenye klabu ya Dar es Salaam Young Africans, lakini pia amepata nafasi moja kwa moja kwenye timu ya taifa kwa maana ya Ivory Coast. Naomba sasa uage watazamaji wangu wa JM News TV. Okay. Tumetoka kumzungumza hapo Zizou ama Zidane wa Ivory Coast, Pacome Zouzoua. Unaweza kusema ni mwamba kabisa. Kupenya kwenye kosi cha LFA haikuwa kitu cha masiara. Ni kama vile sisi tulivyoweza kupenya kwenye kamera hizi za JM News TV. Karibu tena wakati mwingine. Adios amigos. Bye bye.